utukufu wa Mungu umeonekana kwa maisha yako. Ukishatafuta Mungu kwa bidii na aonekane kwa maisha yako, anga utapenya kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni utukufu wa maisha ya mwanadamu. Wewe ambaye unamtafuta Mungu, kuwa na hiyo imani ya kwamba katika hii safari ya kumtafuta Mungu, ninajua ya kwamba Mungu akishapatikana kwa maisha yangu, hata watoto wangu watateseka. Kuna watu ambao wajua ya kwamba hii safari ya maisha unaweza kuwa na vitu za hii dunia, lakini kama umekosa Mungu kwa maisha yako, hautafurahia. Wengine wanaanzia vizuri, lakini pale mwisho wanaanzia kujuta, kwa sababu hawakukumbuka ya kwamba ni utukufu wa Mungu ule unafanya maisha ya mtu hata kutamanika. Bwana Yesu asifiwe. Matajiri wetu ya babao, unaona mtu ana Mungu, lakini hakuna mtu ambaye anaiga mfano na yeye. Lakini yule mtu ambaye ana Mungu huwa anaendelea kupanuka. Na ndio maana Biblia inasema kwamba utajiri na heshima ambazo zinamtumu ziko kwa Mungu, kwa sababu ndani pale kuna utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu unavutia. Kuna mtu anakaa maisha mazuri, lakini hiyo maisha haivutii. Lakini yule ambaye kuna Mungu, unaweza kuwa hauna fedha, lakini hiyo maisha unakaa inavutia watu, kwa sababu iko na utukufu wa Mungu. Tamani kuwa na utukufu wa Mungu kwa maisha yako. Hata hiyo biashara yako, tamani ikuwe na utukufu wa Mungu, kwa sababu ikikuwa na utukufu wa Mungu, kuna watu ambao wataitamani, na wakiitamani, wakikuja wakuelezea, itakuwa ni njia moja ya kuvuta watu katika ufalme wa Mungu. Hakuna mtu ambaye anaweza leta watu kwa ufalme wa Mungu kama na utukufu wa Mungu kwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona wakati hata baba yetu anasema kwamba hii ni mega church, na wakati ambapo hiyo utukufu wa Mungu utaanzia kumanifest katika huduma, utaona watu watang'ang'ana kuingia kwa Mungu, kwa sababu kuna kioni wameona katika huduma. Wanasema kwamba kweli mahali pale tumeona utukufu wa Mungu, wacha tuende tukamwabudu huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Mungu. Mungu ndio utukufu wa maisha ya mwanadamu. Tafuta sana kutembea na utukufu wa Mungu kwa maisha yako. Hiyo ni biashara unafanya, wacha hiyo biashara uifanye ikiwa na utukufu wa Mungu, na umwambie Bwana, nataka uonekane katika hii biashara yako, utukufu wako uonekane katika hii biashara yako. Hata kama ni masomo ya watoto wako, umwambie Mungu, katika hii safari ya masomo ya hawa watoto, wacha utukufu wako uonekane. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu nilisikia akisema watu wengi wanasoma, masomo inabakia kwa akili peke yake na kwa makaratasi, lakini hiyo masomo walisoma haina utukufu kwa maisha yao. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho hawakuelewa. Masomo bila Mungu haiwezi kuwa na utukufu. Hapana, lazima utambulishe Mungu katika hiyo masomo, na umwambie Bwana, hao watoto wangu wanasoma, wacha utukufu wako uonekane katika hiyo masomo yao. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanasoma, mwisho pale wanaishia kuwa wenda wazimu. Gani? Hii akili imejaa masomo, lakini Mungu hayuko ndani pale. Lakini kama alishamtambulisha Mungu katika hiyo masomo, akimalizia vizuri, wengi wanafikiria kwamba kusoma ndio itakupatia nuru ya maisha yako. Hapana, Biblia imesema ya kwamba jua halitakuwa nuru yako wala mwezi, lakini Bwana atakuwa nuru yako. Hiyo nuru ya Mungu ikionekana kwa maisha yako, utukufu wake utaonekana kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tamani sana Mungu angae kwa yako. Hivyo Biblia imesema kwamba jua haitakuwa nuru yako wala mwezi haitakupatia ile mwangaza, lakini Mungu mwenyewe atakupatia nuru, atakuwa nuru yako ya milele. Hebu nirudie maandiko tena. Isaiah 60 verse number 19. Yes. Jua alitakuwa nuru yako tena wakati wa mchana, wala mwezi hautakupa nuru kama mwangaza wake, bali Bwana atakuwa nuru ya milele kwako.
na Mungu kwako, atakuwa utukufu wako. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia ya kwamba jua alitakuwa nuru kwako, na mwezi, hiyo nuru ya mwezi hiyo haitakuwa kwako ama huo mwangaza wa mwezi, lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu atakuwa nuru yako ya milele. Kwa sababu gani? Mungu akishatangulia maisha yako, hiyo nuru yake itangulie maisha yako, lazima utukufu wake uonekane kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu umejenga misingi ya maisha yako, hiyo ni watoto, hiyo ni ndoa, hiyo ni biashara, umejenga katika nuru gani ama katika utukufu gani? Kwa sababu kuna watu ambao wanatamani kutajirika, lakini hawajui utajiri lazima umejengwa katika ufalme fulani, na yule ambaye amejenga utajiri wake katika ufalme wa Mungu, hiyo utajiri kuna utukufu. Lakini wale ambao huwa wanatambua ya kwamba shetani huwa ukiingia kwa shetani unatajirika, pale mwisho huwa unaishia kwa mtu ambaye hakuna kitu. Ndio maana Biblia inasema kwamba utajiri wa Mungu ama baraka ya Mungu huwa inatajirisha, na huwa haichanganyi huzuni nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Hizo baraka za Mungu ziko na utukufu. Hiyo utukufu ikionekana kwa maisha yako, itaonekana hata kwa watoto wa watoto wako. Mungu amesema nitakuwa nuru yako ya milele. Ukishapata hiyo utukufu wa Mungu, hata watoto wako watauona. Hebu soma hiyo maandiko Mr. Mungu. Yes, Methali 10:22. Baraka ya Bwana utajirisha, wala hachangani huzuni nayo. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ya Bwana utajirisha, wala hachangani huzuni nayo. Kwa sababu gani? Hiyo baraka ya Mungu iko na utukufu wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu akikubariki na gari, hiyo gari iko na utukufu wa Mungu ndani yake, na ni lazima utukufu wake uonekane katika hiyo baraka Mungu amekupatia. Praise the living God. Wala hachangani huzuni nayo. Hizo baraka za Mungu lazima zikuwe na utukufu katika safari ya maisha yako. Kuna mtu ambaye ameokoka lakini hakuna kitu ambacho ako nacho, lakini huyo mtu ni mwaminifu kwa Mungu, na kuna watu wanatamani maisha yake, kwa sababu utukufu wa Mungu ni zaidi ya vitu za hii dunia. Praise the living God. Na ndio maana Yesu alisema ya kwamba kwanza tafuta ufalme wa Mungu na hizo vitu zingine zote utazidishiwa. Ukishapata hiyo glory ya Mungu kwa maisha yako, unajua watu wanaanza kukupatia majina kwa sababu kuna vitu ambazo wanaona ndani yako. Hiyo utukufu wa Mungu ukianzia kumanifest kwa maisha yako, kuna majina utaanzia kupewa na Mungu naye, kwa sababu anapenda kutukuzwa katika maisha ya wanadamu. Hiyo jina unaitwa, watu wakikuita wewe ni tajiri, hiyo tajiri ataachilia kwako. Praise the living God. Kwa sababu umejua siri ya kumtafuta Mungu na kutafuta utukufu wake. Kwa sababu gani? Leo wanasema ya kwamba upako wa Mungu unavutia, na ukishavutia hata hiyo utajiri utaikuta kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jua siri ya kutafuta utukufu wa Mungu kwa maisha yako. Hiyo
Isaiah 40 verse number, I think it is that. Isaiah 40 verse number 30. Wamtegemea Mungu. Inasemaje? Nasema hata vijana yes, watazimia, hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume yes, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio tena hawatachoka, wataenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Wale wamngojeao Bwana watakimbia na hawatachoka, na Biblia inasema kwamba watapanda juu kama tai. Kwa sababu gani? Hiyo utukufu Mungu. Biblia inasema kwamba vijana watachoka na kuzimia, lakini wale ambao wamngojeao Bwana hawatachoka, hawatazimia, watapaa juu kama tai. Hiyo utukufu wa Mungu kwa maisha yako. Biblia inasema kwamba vijana watachoka. Kuna watu ambao walidhamini kutafuta vitu za dunia hii kwanza, hawakudhamini kutafuta ufalme wa Mungu. Hao ndio ambao wanafananishwa na vijana, watachoka na kuzimia. Lakini wale ambao walidhamini kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, hawatazimia, watapaa juu kama tai. Hiyo utukufu wa Mungu itakuwezesha kupaa juu kama tai na hautazimia. Utatembea na utachoka. Kwa sababu gani? Kuna utukufu wa Mungu ambayo inaonekana katika safari ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wamngojea Mungu. Sijui kama wewe unangojea Mungu kwa maisha yako. Unaambia Mungu nini katika hiyo safari ya kumtumikia? Unamwambia Bwana aje kuhusu hiyo ndoa yako, hiyo biashara yako, hao watoto. Unamwambia Mungu kuhusu nini? Unamwambia Mungu, Baba, utukufu wako uonekane kwa hawa watoto. Mungu, utukufu wako uonekane katika hii ndoa yangu, katika hii biashara yangu. Utukufu wako Bwana uonekane. Unamwambia Mungu nini kuhusu hiyo biashara, hiyo ndoa, hao watoto, hiyo maisha yako? Unasema na Mungu nini? Bwana Yesu asifiwe. Wamngojeao Bwana kwa maisha yao hawatachoka, hawatazimia, bali watapaa juu kama tai. Kwa sababu Mungu akishapatikana kwa maisha yako, huwezi ukarudi na nyuma. Praise the living God. Kama ni kusonga mbele ni kusonga, lakini kile kimeshinda watu wengi ni kuelewa. Weka ufalme wa Mungu kwanza, na hizo vitu zingine Mungu atakuzidishia. Huyu ndiye Mungu ambaye anainua masikini kutoka mavumbini na anawaketisha na wafalme. Hiyo utukufu wake unaenda ukimanifest from one glory to another, na jina la Mungu linatukuka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mfalme anaitwa King Nebukadnezar. Biblia inasema kwamba akajenga ule mji wa Babylon, akasema kwamba huu mji nimeujenga kwa ajili ya kumanifest my glory na nguvu zangu. Lakini hakuelewa ya kwamba hizi nguvu ambazo alijenga nazo, hiyo neema ilikuwa ni utukufu wa Mungu uonekane mahali pale, lakini si wake. Praise the living God. Ndio maana Biblia inasema kwamba huyu mfalme King Nebukadnezar, Mungu alimfanya akakula nyasi miaka 7, kwa sababu kuna kitu alikosa kuelewa. Pale ni utukufu wa Mungu ulikuwa unataka uonekane, bali si utukufu wa Mungu ya mwanadamu. Praise the living God. Na lazima uelewe kwamba anything ambayo Mungu anakupatia, mwambie Bwana, wacha utukufu wako uonekane katika hiyo safari ya kutafuta utukufu. Hiyo si utukufu wako. Hapana, mwambie Mungu, wacha utukufu wako uonekane, kwa sababu Mungu washi utukufu na mwanadamu yeyote. Hii ibada inaitwa building your faith service. Na lazima uelewe hiyo ya kwamba katika imani yangu kwa Mungu lazima nitafute hiyo utukufu, na nikipata hiyo glory kwa maisha yangu, haitakuwa yangu mimi Dionisio, itakuwa ni Mungu apokee hiyo utukufu.
Kwa sababu gani? Biblia inasema ya kwamba yule ambaye anakuja hata kawia, atafika ule wakati ambao unafaa. Mungu hawezi kawia. Siri ni kwamba wewe weka Mungu mbele, mtafute kwa bidii. Biblia amesema atakupenda na atakupatia vitu ambazo ni zaidi ya fedha na dhahabu. Kwa sababu gani? Utukufu wa Mungu ni zaidi ya mali ya hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata tu Mungu, hizi vitu zote ni zake, atakupatia. Amini Mungu na mwambie Bwana, tukuza jina lako kupitia maisha yangu, utukufu wako uonekane kupitia hii ndoa yangu, hii biashara, hawa watoto, hii Bwana huduma, utukufu wako uonekane. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kingine ambacho Mungu anapenda kama maisha ya mwanadamu yakiwa yanatukuza jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Hiyo ndio siri ambayo Mungu aliumba mwanadamu ajue. Alikupatia uwezo wa kutawala hii dunia, lakini katika hiyo safari ya kutawala hapa duniani, uelewe ya kwamba kuna kazi nyingine Mungu alikupatia, utukuze jina lake. Kwa nini Mungu alipatia mwanadamu mamlaka ya kutawala? Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu hawezi akajitukuza yeye mwenyewe. Hawezi akajitukuza yeye mwenyewe. Katika hiyo maisha yako, Mungu akionekana kwa maisha yako, anajitukuza. Ndio maana alikupatia the power to dominate. Na hakupatia wanyama. Hapana, alipatia mwanadamu. Kwa sababu alijua huyu mwanadamu nikupatia haya mamlaka, atafanya jina langu litukuke, ataniaibisha. Na hiyo ndio siri watu wengi hawaelewi. Hiyo ndio milioni ulipewa, the power to dominate. Mungu alikupatia ili utafute utukufu wake, na ukipata utukufu wa Mungu, hiyo utukufu inamrudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakikuona watakuona wewe, watakuwa wanaongea habari za Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wengi wanasema mtu akianzia kutajirika, wanasema aliingia kwa Monday worshipers, kwa sababu hawajui siri ya Mungu ya kwamba huyu Mungu ana uwezo wa kukutajirisha, na hata huyu shetani mwenyewe ni kiumbe cha Mungu. Praise the living God. Shetani ni kiumbe cha Mungu na hakuna vitu za shetani. Na Biblia inasema kwamba hiyo Psalm 24, dunia na vitu zote zijazayo ama zijazavyo, kuna vile Biblia inasema hapo ni mali ya Mungu. Hakuna